Tena mbaji hapa wokovu kwa ajili ya neno 35. Nimefika. Tutenda kwa ritmu, hatutenda ya haraka. Tuna ritmu tu ya pole pole. Pastor. Ngwa macho. Nimefika kwake Yesu, na rohoni mwangu sasa jua lake la neema iyo linang'aa kila siku, roho yangu inaimba, imefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa mimi, roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, mimi nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Pepo za neema yake iyo zinavuma ndani yangu, kama mawimbi ya wokovu yananijaliza sasa, roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha, roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Simame tusome neno. Dawa, simama. Waraka wa kwanza wa Petro 3:18 hadi 20. Nasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani. Kaa vizuri wewe. Weda mama,
Kavizuri. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Amen. Amen. Wewe nitakuchapa. Tunaomba. Tunakushukuru Mungu mpenzi, Baba wa mbinguni, kwa neema hii umetupatia jioni ya leo. Tunakusifu, tunakushukuru kwa yote ambayo umetufanyia Baba katika siku ya leo, na kuweza kutupa mwanya huu kwa ajili ya kuweza Baba kusikiliza neno lako. Asante Mungu wetu kwa neema yako ya ajabu ambayo umetupa jioni hii. Basi Mungu wetu, tunakabidhi yote mikononi mwako. Neno lako limesomwa, lakini kuuishwa kwa neno hili Baba ni hadi wewe mwenyewe. Ulisema andiko inaua, lakini Roho analeta uzima. Baba, neno lako ambalo ni Roho tena, kaweze Yesu kuleta uzima katika jioni ya leo. Kaweze kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho, pia hata maisha yetu ya kimwili kaweze kukandamizwa na neno lako. Nakabidhi yote mikononi mwako, tukiamini Yesu hautatuachilia, maana ni ahadi ya neno lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Amen. Wewe unatafuta nini wewe? Wasalimieni na wakaribisheni tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shukuru Mungu umetupa nafasi kwa ajili ya neno la uzima. Chukua hapo. Wewe peleka hapo na reveni. Wewe kaniletee notebook yangu, ile begi ya kukazi. Tunaendelea na kipengele chetu cha pili cha viwango 7. Naenda nafupisha kwa sababu isichukue muda, isichukue siku nyingi. Maana leo tutakwenda kuona kipengele kingine kama nilivyosema ile Jumapili, kwamba Mungu akitupa nafasi tutaenda kuona Nabii Branham na yeye wakati alipoenda kule kuzimuni atusimulie vile ambavyo alikwenda kuviona kule, kwa sababu Yesu na yeye wakati alipofariki, kulingana na Petro wa kwanza sura ya 3 imetuambia kwamba na yeye alienda kuzimuni, ambako kule alienda kuhubiria roho ambazo zilikuwa kifungoni au nafsi zilizokuwa kifungoni ambazo hazikutubu. Bwana tusaidie sana. Yaani ni watu ambao waliishi kipindi cha nyuma, walioishi kipindi cha Nuhu, kipindi cha Ibrahimu, kipindi cha Musa, wale wote ambao waliishi Agano la Kale, ambao walikataa maneno ya Mungu, ndio wale alienda kuwahubiria. Sasa ile injili ambayo alienda kuhubiria kula haikuwa kwa ajili ya kuwaokoa. Tunasikia vizuri? Bali ilikuwa ya kuendelea kuwakandamiza kule kuzimuni, wajue kwamba wakati walipokataa Nuhu, walimkataa yeye Yesu. Walipomkataa Musa, walimkataa nani? Yesu. Yule Yehova ambao walikuwa wanasema tunaabudu Yehova nani na nani. Kumbe yule Yehova alikuwa anachukua umbo la nabii Nuhu, akachukua umbo la Musa, akachukua Isaya, Yeremia, Ezekieli na kadhalika. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo wale wote vile walienda kuzimuni, wale wote ambao walikataa wakaenda kupewa neno la kuwakandamiza ili waendelee kubaki kule wakiteseka. Unasikia vizuri? Kwa hiyo nabii alituambia kwamba kuzimuni na kiwango cha 6 kuna hatua 3 mbalimbali. Kuna sehemu 3 kwa sababu shetani mara nyingi kila wakati anaiga. Tukaona kwamba kwa shetani kuna sehemu 3 ambazo ya kwanza tuliona ni nini? Ni sehemu ya watu waliopotea.
na ndo kwenye Yesu alianza kuwaendea watu waliopotea. Hii ni chumba ambayo watu wabaya, mtu anapokufa hapa duniani mwenye dhambi, ambaye hana damu ya Mungu, kwa maneno mengine ambaye hana uzima wa Mungu, hana Roho Mtakatifu, akifa. Tunasikia vizuri? Yaani hata hapa sisi tumpambe kwamba huyu mwanamke alikuwa mzuri, huyu baba alikuwa mzuri, alikuwa anasaidia mayatima, anasaidia watu wajane, kanisani alikuwa anatoa cha 10, ukiwa mchango wa kanisa yeye anakuwa tayari kusaidia kanisa. Kama limebomoka yeye ananunua manjanja, ananunua mchanga wa kupiga ripu, masima. Unasikia vizuri eh? Huku mtabakia mnamsifia, lakini anakoelekea anapata chante makuni. Unasikia vizuri? Lakini anakoelekea anateswa, anateseka, kama vile kijana tajiri alivyokuwa. Huku walimpamba, wahubiri wa kulipwa walimpamba huku kwamba alikuwa kijana mzuri, mashuhuri, anajulikana, msaidia watu, lakini kula anateseka. Sawa? Ndio sehemu ya kwanza ambayo tuliona, ambayo inakuaga kuzimu. Na tukasema kuzimu tunatumia kuzimu kwa sababu ya kuelewesha watu, lakini kuzimu haimaanishi anakokaa shetani. Tunasikia vizuri? Wewe toka hapo. Wende kwa bibi yako. Toka hapo mbio. Toka hapo mbio. Wende kwa. Kuzimu haimaanishi anakokaa shetani. Lakini kama tunaitumia kwa sababu ya kuelewesha watu ili waelewe kama tunataka kuongea kitu gani. Lakini kuzimuni sio mahali ambapo shetani anaishi. Unasikia vizuri? Kwa hiyo sehemu ya pili tukaona ni sehemu ya mapepo au eneo la mapepo. Ndo sehemu ya pili ambayo iko kule kuzimu. Wai. Sehemu ya pili tukaona kwamba ni sehemu ambayo inakaa mapepo, na sehemu ya tatu kiti cha enzi cha shetani. Kiti cha enzi cha shetani, yaani hapa ndo penyewe anapokaa shetani sasa. Sawa? Tulienda kuona hivyo, nabii alituambia hivyo. Jumbe nyingi nabii anarudilia, ndio maana nimefupisha kwa sababu isituchukue muda. Hii hapa ndo sehemu ya kwanza ya viwango ambavyo viko kiwango cha 5, sehemu 3, eneo 3. Tukasema au tukanukuu nabii kwamba hii sehemu ya watu waliokuwa wamepotea kipindi cha zamani au Agano la Kale ilikuwa imegawiwa mara 2. Sawa? Ilikuwa imegawiwa mara 2. Sehemu ya kwanza ndio ilikuwa inaitwa paradiso, na sehemu nyingine ndio hii hapa sasa ya waliopotea. Ndio yenye ilikuwa ndo sehemu ambayo ilikuwa hii, yani ni quartier. Tunaweza kusema quartier, eneo, mkoa au chumba, yani chochote kila ambacho unaweza ukaita, ni eneo ambao watu walikuwa wanaishi, lakini walikuwa wanatofautishwa. Sasa paradiso ilikuwa bado iko hapa kiwango cha 5 ama kwa shetani, na hapa ndo walikuwa wanapelekwa watakatifu wa Agano la Kale. Unasikia vizuri? Watakatifu wale ambao walienda kuchukuliwa na Bwana Yesu wakati alipokufa pale msalabani, akaenda kuzimuni. Kisoma habari za Mathayo sura 27 hadi 28 inaongelea vile. Sawa?
Na hapa kati ya paradiso na sehemu ya watu ambao walikuwa wanapotea, sawa, palikuwa na shimo kubwa ambayo imewatenganisha. Palikuwa mpaka, na ile shimo ile ambayo ilikuwa inawaka moto kama Biblia inavyosema ndo inaitwa Abime, sawa. Abime yaani tanuru ambayo inaiwaka moto. Sasa ile moto sio kama umoto ambao tuko nao, ni joto la moto. Unasikia vizuri? Yaani unapata mateso ya moto lakini hauungui, kwa sababu ukishaungua si ndio unakufa. Lakini kule unaungua na ile joto ya moto, lakini haufanye nini? Haukufi, uko pale pale, lakini uko katika mateso. Ndio maana yule tajiri aliendelea kulalamika kwamba anaambia Ibrahimu amtume Lazaro ampatie hata katone tu kamaji katoke tu kadondoke kwenye kidole. Kama angekapata tu angerizika. Unaona mateso ambayo kwa ndo alikuwa analia ule tajiri. Tone tu, eske toni hii ya maji ya kidole inaweza ikamaliza kiu? Suala ilikuwa ni moto wa hatari huu. Sasa hadi leo tunavyoongea na wewe anaendelea kupata yale matatizo hadi leo. Hebu pige hesabu miaka yote ile Yesu akingali hapa duniani, yaani miaka 2000 na zaidi, yule tajiri hadi leo anateseka, sawa. Na ataendelea kuteseka hadi siku ya hukumu, ufufuo wa pili. Unasikia vizuri? Katika ufufuo wa pili ndo wale wote wenye dhambi wanafufuliwa, wa Farao wote, wa Kora wote wanafufuliwa, ndo wanaenda mbele ya kiti cha enzi cheupe cha hukumu, ndo wanahukumiwa. Sasa ndo pale Biblia inasema kwamba naye atabagua kondoo na mbuzi. Yule kondoo ambaye atakayebaguliwa pale sio mteule, sio bibi harusi. Tunasikia vizuri? Yule ambaye atakayeteuliwa pale kama kondoo ni madhehebu ambao walisaidia watoto wa Mungu ambao waliamini ujumbe wa wakati. Tunasikia vizuri? Ndio sehemu ambao Bakatolika ama banani hapa ba Methodiste na Waislamu wengine walisaidia watoto wa Mungu, ndio pale watatetewa. Tunasikia vizuri? Babu simhukumu huyo, alifanyia kitu fulani wakati nilikuwa na shida, alienda kuniangalia hospitalini, ndio maandiko yanavyosema. Wengi watashtuka siku ile kwamba Yesu atawaambia nilikuwa mgonjwa au kuja hospitalini kuniona. Ndio atauliza wapi Bwana ulikuwa umefanya nini? Umelazwa? Picha inakuja. Yaani na ndio maana matendo ambayo tunayoishi yote iko na rekodiwa. Iwe ya giza, iwe ya wazi, yote inarekodiwa. Kwa sababu Nabii anasema mwanadamu anapozaliwa akishakuwa na umri wa kujua mema na mabaya, Mungu anaweka diski. Yaani vile watoto wako wako pale, tayari Mungu anaanza kuwawekea nini? Disk. Kuko rekodi pale na warekodi. Kanda ambayo Mungu anaweka pale inawarekodi maisha yao yote yenye wanaishi hapa duniani. Yeye kuvuta ile kanda hadi tena wakati atakapokuja kutubu, anataka wabatizwe, sasa achukue uamuzi yeye binafsi. Unasikia vizuri? Kwa sababu kama wakingali wanaogopa kwa sababu ya baba na mama. Mama anataka nisifanye hiki, ananiambia baba, yeye nikifanya hivi baba atakuwa mkali. Lakini vrenda tire zao hazijaonekana kiusahihi. Tunasikia vizuri? Hao watoto ambao nabo pale. Na tire tabia zao za asili hazijaonekana wazi. Lakini wewe ukingali unapata jukumu ya kumwambia usifanye hiki kinyume ya neno, ukifanya hivi ni mademo utaenda kuzimu. Anasikia kale kaboka. Kwa maneno mengine wanaishi katika dini ya baba na mama. Tunasikia vizuri? Si ndio kijana alifunzwa na wanani? Amri kuu na akazishika zote. Je, alikuwa na uzima? Tuko tunaelewa? Pamoja? Ndio gisi hao nao wakingali itafikia hatua sasa ya wao wenyewe sasa, kwa sababu makucha yao hivyo haijaonekana vizuri. Wakingali wanaogopa. Wewe ukiwahi utakupiga viwewe. Hayafikia wakati mnaanza jibiana. Unasikia vizuri? Zile umbra zikwaki?
Ndio unaona sasa karakteri yake vizuri. Sasa hiyo miaka hiyo Mungu asipoweka neema, anakuwa bandi, anakuwa kama watoto wengine wa mitaani kule. Ndio unakuta hao watoto wanaanza tembea na visu, wengine wanatembea na mabunduki. Sawa? Anapata sasa education diffuse ya mitaani, elimu ya mitaani kule inaanza mchanganya. Anachanganya ya nyumbani na ya kule mitaani na mvuruga. Kama akupata neema ndio unakuta sasa anakuwa bandi kule. Hata mwambie aje anakuwa aeleweki. Na wakati alipokuwa mtoto mdogo ulimwona kama vile huyu mtoto atakuwa mtoto mzuri akiwa mtu mzima. Ndio maana hapo inahitajika tu neema ya Mungu, sio nguvu za mtu yeyote. Tunasikia vizuri? Ndio mambo ambayo tulikwenda kuyaona. Kwa hiyo paradiso ilikuwa ni sehemu ya watu wa Agano la Kale ambao walikuwa wanaenda kuhifadhiwa. Wa kwanza kuingia hapa alikuwa Abeli. Si ni kweli? Ndio kwanza kufa. Na Abeli si ndio alikuwa mteule? Na Kaini mtoto wa Shetani. Na Kaini naye alipokufa akaja hapa sehemu ya waliopotea. Yaani hapa ndio kunaenda watu wa kidini wote. Unasikia vizuri? Watu wote wa kidini ambao hawana Roho Mtakatifu, wote wanaenda sehemu ya kupotea, wote watapotea. Pamoja? Na sehemu nyingine ya pili tukaona kwamba ni mbinguni ama kiwango cha 6. Sawa? Na kwenyewe kuna sehemu ngapi? 3. Sawa? Sehemu ya kwanza kiwango cha 6 penyewe, sehemu zingine nabii anaita Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sawa? Malaika. Na sehemu nyingine mbinguni kwenyewe. Sawa? Shetani anaiga na kwenyewe kwa Mungu naye kuna hatua 3. Kuna sehemu 3. Hizi sehemu 3 ziko tofauti na zingine. Hii sehemu ya Roho Mtakatifu iko tofauti na sehemu ya malaika. Na ndio maana ukiingia kiwango cha 6 hautaona malaika. Branham alisema wandugu ndo wanakujaga kupokea, wanatoka ngambo ya mto, wanakuja Kuntachi, wanakuja mchikavu kule kukupokea. Hivi kama kuna dada na ndugu ambaye amefariki leo ambaye ana Roho Mtakatifu, tayari kule bafrele waisha mpokee. Tunasikia vizuri? Sasa iko tofauti na sehemu inaokaa malaika. Na sehemu ambayo Mungu mwenyewe anakaa au kwenye kiti cha enzi, throne DJ. Tunajua Mungu iko ndani ya mwanadamu leo ni katika umbo la Roho Mtakatifu, lakini kiti cha enzi kipo mbingu kwenye Mungu mwenyewe wa asili kwenye anakaaga. Iko na ndo kwenye kuko Yesu leo hivi. Tunasikia vizuri? Yesu ambaye alipaa mbinguni. Yuko kule akiwa na mwili wa teofani kwenye kiti cha enzi wa milele. Lakini tena akiwa hapa duniani anafanya kazi kama Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Pamoja? Amen. Bila kukawia, ngoja tusome hapa nafsi zilizo kifungoni. Sikia nabii anavyosema. Tena cha kusinzia. Watu wale sasa kwa nabii naye alisema wakati alivyopelekwa uzimuni. Nafsi zilizo kifungoni sasa 55 aya 55.
Unaanza kelele tena wewe. Unaanza kelele. We, kama nitakuchapa. Hamsini na tano. Dogo hata kusinzia na wewe. Kaa vizuri. Nafsi zilizo kifungoni sasa. 55. Nabii anasema hivi. Naam, kama mvulana mdogo, nanyi mnajua hadithi ya maisha yangu, daima niliamini tangu ninapoweza kukumbuka. Dogo leta feni. Tangu ninapoweza kukumbuka. Moja ya mambo ya kwanza ninayokumbuka. Kwanza sasa huenda uliniambia jambo fulani jana, nami ningelisahau ifikapo leo. Bali kuna mambo fulani kule nyuma yaliyotukia katika siku za ujana wetu. Wengi wetu tuko namna hiyo, ambayo daima tunayakumbuka. Si ni kweli? Ni rahisi sana kitu ambacho unaweza ambiliwa jana na leo kakisahau. Lakini kuko matukio ambayo yanapotukia hata ishapita miaka 10, 20, wewe ambayo ulipitia kwenye ile tukio hadi leo haujasahau. Tunasikia vizuri? Si ni kweli? Yapo matukio mengi ambayo yanapitia mwanadamu, ambayo mwanadamu anapitia hata akiwa uzeeni asahau. Tunasikia vizuri? Amen. Na ndo maana mtu asikwambie na asikudanganye eti kwamba haiko karibu ya mwanamke eti alianguka ghafla hivi. Hapana, ni bongo. Na hiyo hawezi akasahau katika maisha yake. Unasikia vizuri? Kwa sababu iko epoke, ni wakati ambao ni wa kipekee, ni tukio. Neno nzuri ni tukio ambalo limekutukia ambalo hauwezi ukasahau. Kwa mfano usaliti katika ndoa, usaliti katika uchumba. Unasikia vizuri? Frere iko nadanganya dada eti kama wataoana, watakuwa mme na mke, kufika huku Marekani anavunja ile nazi. Anasema dada, tangu mimi hapana, sijui kama na wewe unabaki Afrika, sijui kama utakuja siku gani, na hivi watu wanaanza rudia Burundi, wengine wanatoka huko na kule. Mimi naona hapana kabisa. Tuishie hapo na Mungu atusamehe. Miza kabisa. Unafikiri yule dada mwenye aliambiliwa vile anasahau? Atasahau? Haiwezekani. Nasikia vizuri? Hawezi sahau katika maisha yake. Na ndio wengi wafurahi wako wanafanya vile. Anadanganya dada eti tuoane, wanaweka na naziri, baadaye anageuka. Eti dada ndo akawa mwaminifu hivi na vile. Utaenda kuzimu, Mungu ana record. Tunasikia vizuri? Aucun péché ne restera impuni. Hakuna dhambi ambayo ukiifanya haitahukumiwa. Kila dhambi yenye utafanya utasikia yenye Branham ilisababisha yeye aende kuzimu. Hii hapa. Tunasikia vizuri? Utasikia Branham anavyosema. Mungu alikuwa shampoteza kwa sababu ya dhambi yenye alifanya. Tunasikia vizuri? Anakuambia hapa, huko mambo ambayo yanafanyika katika maisha ya mtu ya jana unaweza ukayasahau, lakini kuna mengine hata ipite miaka au sahau. Tunasikia vizuri? Mambo ya ndoa utayasahau, mambo ya ndoa utayasahau wewe, na ndio maisha yako yote. Branham alisema aje ndoa? Ukioa na kuolewa vibaya unafanya nini? Unaangamiza maisha yako
Utaisahau hiyo. Maisha yako yote utaona kifreki kikakuwa mko mkanisa pale, kumbe kisa kufa anaishi vibaya mundoa. Dada isha kuwa pale gumaguma iko pale tu ovyo ovyo. Ana maisha tena ya neno. Aliishi vibaya mundoa. Alichagua vibaya. Wasikia vizuri? Ndio maneno ya kuambia watu. Naam, kama mvulana mdogo nanyi mnajua hadithi ya maisha yangu. Daima niliamini tangu ninapoweza kukumbuka. Moja ya mambo ya kwanza ninayokumbuka. Kwanza sasa uende uliniambia jambo fulani jana, nami ningelisahau ifikapo leo. Fred akianguka na mwanamke kule, akianguka na mpagani, ataisahau? Ulizaa na mke wa pili kule, unazaa kule, unaenda nje ya ndoa, utaisahau hiyo? Mimi nakwambia hata utubu mkanisa, itakuwa pale pale. Tunasikia vizuri? Mapepo yenu bazinzi. Bali kuna mambo fulani kule nyuma yaliyotukia katika siku za ujana wetu. Sio kweli? Pastor na hivi balimpa miaka 20. Prizo. Ibanika ni kweli. Pastor alianguka na dada wa miaka 16. Alipewa miaka 20 iko mprizo. Tunasikia vizuri? Mimi nakuambia usiamini wa pastor, amini neno la Mungu linavyosema. Pamoja? Angalau sio wote, lakini hata wale wengine ambao ni waaminifu, wewe shikilia kwanza neno. Kwa sababu hata huyo mwenye iko mwaminifu leo, kesho anaweza akageuka akawa mpagani. Sio kweli? Mungu anajua mwisho wa mwenzake hapa. Kwa hiyo presence tunajuena presence, le temps present, muda wa sasa. Shikilia kwanza kila ambacho tunatusikia kwenye neno. Hata na yeye ule pastor iko mwaminifu, fulani iko mwaminifu, mwenye alibatiza iko mwaminifu, toa vyote vile. Amini kwanza hiki kenye Branham anasema. Kwa sababu siku yenye utakufa hutaenda na pastor mkaburi. Kunaendaga wawili. Na hili neno ambao uko nalikula ambao tunalisikia jioni ndio lenye litakufufua, ndio Branham alisema. Nguvu za Roho Mtakatifu zikiwa ndani yako, hizo nguvu ndio zenye zitakufufua. Usitegemee kwamba utafufuka kwa maombi ya pastor fulani ama maombi ya Branham, hapana. Na yeye atafufuka kulingana na Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake. Tunasikia vizuri? Kama hakukuwa na Roho Mtakatifu hatafufuka. Tunasikia vizuri? Branham hakukuwa na Roho Mtakatifu? Alikuwa naye. Tena plenitude. Bali kuna mambo fulani kule nyuma yaliyotukia katika siku za ujana wetu. Wengi wetu tuko namna hiyo ambayo daima tunayakumbuka. Sio kweli? Na jambo hili linasikika karibu ni la kuchekesha kusema hivi, bali ninakumbuka nilipokuwa nikitambaa, sawa? Nikiwa na nguo ndefu, watoto wachanga. Sasa baadhi yenu watu wa rika yangu mngekumbuka jambo hili. Watoto wachanga walikuwa wanavaa kanzu. Sio kweli? Unasikia Branham? Sio kweli kwetu Afrika kabisa. Unakuta hata ni mtoto wa kiume anavalishwa grada kukuwa anavaa umajipe ule. Sio kweli? Sasa Fred Branham aisha ubi tarehe 10 mwezi wa 11 63. Eti kwa watoto wachanga kuna mama anavalishwa nini kanzu. Branham. Mimi nakwambia kwa wakati wa leo hakuna roho yoyote yenye ikufunulia. Hakuna. Na ndio maana Mungu alichukua mtu wa porini, sawa? Kuona kwamba na sisi tumetoka porini. Mungu akachukua ile yote maisha ya porini, Branham akapitia, baadaye tena kaja kuishi maisha ya mjini. Tunasikia vizuri? Tunaona iko maisha ya mjini hapa. Na cravat. Haiko maisha ya mjini. Hapa ni mwaka wa 50, anavaa suti. Tunasikia vizuri? Zamani ungeona mtu anavaa suti ovyo ovyo. Silikuwa matajiri. Sio kweli?
Sio hizi za leo unanunua kwa mitandao inakuwa sasa hivi. Ilikuwa adimu kuona mtu anavaa suti. Sio kweli? Wanahesabiliwa kuvidole. Mkartie nzima. Kama vile baba yangu alikuwa kartie yote nzima kwenye walikuwa naishi. Kama kungekuwa wavulana bakuvala, abasingepita wawili. Na baba yangu la alikuwa yeye mvili. Mtaa mzima. Bana mjua wenye waliishi naye mvujana. Unasikia vizuri? Watoto wachanga sasa, baadhi yenu watu wa rika yangu mngekumbuka jambo hilo. Watoto wachanga walikuwa wanavaa kanzu. Nami ninakumbuka nikitambaa na kutoa theluji kwenye miguu ya mjomba wangu na kuila wakati alipoingia na alikuwa amesimama mekoni. Sio kweli? Sina watoto wanafanyaka. Akiona kitu kako karibu ya mtu anaanza kula. Hata hata kidudu. Wengine hata mavi. Sio kweli? Bato? Nabia nasema, alafu jambo jingine ninalokumbuka lilitukia maishani mwangu, lilikuwa ni ono. La kwanza nililopata kuona na likaniambia ningeishi sehemu kubwa ya maisha yangu karibu na mji unaoitwa New Albany. Unasikia huko? Alikuwa shambiliwa ataishi New Albany akiwa kingali mtoto. Unasikia vizuri? Bado angali mtoto. Huko nasikia maprofesi. Hapana yenu ya kulogota. Eti Mungu aliniambia, alikwambia wapi? Usikia Abraham. Depo kingali mtoto mdogo, ilikuja kutimia kwa mtu mzima. Aisha hawa. Ndo inakuja kutimia. Yeye ndo alitimiza. Na ndo maana msikalie bimakarama vyenu vya kulota na vya kutabiri na nini. Fuata neno. Nami nilikuwa mtoto mchanga wa milimani kule juu. Hata hapakuwepo na daktari nilipozaliwa. Uko unasikia Abraham? Hapakuwepo na daktari wa kumtunza wakati anapozaliwa. Abraham tata. Nami na mwajua wao nimeishi hapa yapata miaka 50 papa hapa. Ono. Alafu jinsi daima nilivyojua kulikuwa na Mungu mahali fulani, na nilipokuwa mvulana mdogo akazungumza nami. Usivute sigara, wala kunywa pombe, wala kuchafua mwili wangu. Hiyo ni kuzurura kizinifu na wanawake na kadhalika. Daima niliofu sana jambo hilo. Nami nilikuwa kijana mwanamume. Unasikia Branham? Mungu akampatia interdiction, mambo matatu. Asivute sigara. Sawa? Asivute sigara. Asikunywe pombe. Wala uzi. Yes. Unasikia vizuri? Daima niliofu sana jambo hilo, nami nilikuwa kijana mwanamume. Hapa anataka amaanishe kwamba na yeye alikuwa na uwezo kama vijana wengine wanavyofanya. Sio kweli lakini? Kitu gani ambacho kinazuia kijana asifanye hivyo vyote? Hakuna. Si kila mtu anaweza vifanya. Hawa badada wenye wanavaa makaboka wanatembea kule. Vinaweza shindana? Si unanunuliwa hapa dala 2, dala 4, dala 5 umakola wenye wanavaa kwa makazi kule. Kwa mwe anaweza kosa kununua. Lakini kwa sababu gani? Kuna kitu ndani, kwa sababu moyo wako tayari umeshaandikwa sheria za Mungu. Si ni kweli? Sheria za Mungu zimeshasema mwanamke kwa wakati wa leo hawezi vaa vile. Mkristo kama wewe ni Mkristo hawezi ukavaa vile ukafanana na ulimwengu. Ni kosa. Sheria ndio iko nakuambia moyo wako. Niko? Tunasikia vizuri? Lakini uwezo uko nao kama wale wengine wanavyofanya. Na mimi niko na uwezo wa kufanya chochote, kukunywa pombe, sigara, hivi vyote.
nina uwezo wa kuvifanya, ninaruhusiwa, neno inaniruhusu. Tunasikia vizuri? Tu me permis, ndo Paulo alivyosema. Tu me permis, mais tu n'est pas utile. Yote naruhusiwa kufanya, yote ambao wengine watu wanafanya, na mimi nakuya huko na kunywa na pombe. Naenda kubare kule kuma guest kule, naenda na mademu wa kizungu kule, wa Spanish naenda nao kule. Niko na huo uwezo, napewa huo uwezo kwa sababu ndo asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu ni nini? Si ni dhambi? Si ndo asili ya mwanadamu? Asili ya mwanadamu ni nini? Angurua na kuaga anaendaga wapi? Utamcheka? Si ndo asili yake? Ushaona nguruwe inavaa shapo? Na mwanadamu asili yake ni dhambi, kwa sababu alizaliwa katika dhambi. Kwa hiyo ile tamaa ile ambayo ilifanyika mshamba la Edeni ndio inaendelea, ilituambukiza sisi sote. Sio kweli? Sio kweli lakini iliambukiza jamii yote ya ulimwengu, na ndio maana leo unakuta watu ambao wana Roho Mtakatifu wanaishi yale maisha. Lakini sasa kwa sababu sisi tumekuwa katika ulimwengu mwingine, maandiko yashaandikwa sasa kwenye moyo wangu, neno ndio inaweza kuniambia ndani sasa. Kwa sababu Mungu tena haandiki tena kwenye mawe, anaandika kwenye mioyo ya watu sasa. Anaweza kuambia hata kama uko na ruhusa hiki, kwa sababu wewe ushakuwa katika nivo nyingine, kwenye hatua nyingine, wewe unajiita uko Mkristo wewe. Angalia sharti za mtu ambaye anakuaga anaitwa Mkristo. Ndio hizi 1 2 3. Unakuja kuangalia, ni kweli siwezi fanya hivi. Niko Mkristo. Tunasikia vizuri? Wewe Bwana anakuambia ni nani usifanye vile? Si ni Mungu? Vyote hivi ambao wanafanya, hakuna tampya hapa kwenye wengine hawezi fanya. Kujiunga watu wa giza tunajiunga nao na tunapata pesa. Lakini vyote sio muhimu kwetu, kwa sababu sisi tuko katika ulimwengu mwingine. Tunasikia vizuri? Leo vijana wanaona wakive wako bastari kazi kama eti wengine hawezi fanya. Kuko kile kinashindana. Na hizo hela za Marekani kuko kile kinashindana. Si ni kweli? Hapa Marekani hata gari yenye rais iko natembea nayo unaweza ukaishi na unaweza ukainunua na wewe. Si ni mkopo tu. Sio kukopa. Sasa utakuwa na wewe gari ya kifahari unatembea nayo hapa Syracuse hapa. Lakini itakusaidia nini? Unaweza piga kona pale, unaweza kupiga mtiki au mtu mwenye anakuwa nyuma yako ala kugonga kinaharibika. Hata ilipa ile. Tunasikia vizuri? Lakini kwa sababu sisi tu katika ulimwengu mwingine, hatuko kule. Sawa? Ndio maana Abrahamu anasema hapa, na mimi niko kijana kama vijana wengine. Ningefanya vile vile, lakini malaika aliniambia nisivute sigara wala kunywa pombe wala kujichanganya na wanawake. Sawa? Anasema, na halafu jinsi daima nilivyojua kulikuwa na Mungu mahali fulani, na nilipokuwa mvulana mdogo akazungumza nami, usivute sigara wala kunywa pombe wala kuchafua mwili wako. Hiyo ni kuzurura kizinifu na wanawake na kadhalika. Daima niliofu sana jambo hilo. Nami nilikuwa kijana mwanamume. Ndipo nilikuwa nimetoka kuwinda wakati mmoja. Sikia sasa hapa. Nilisema leo tutasikia tu habari za nabii wakati naye alipelekwa kuzimu. Alikuwa anatoka kuwinda. Hapa hivi akingali mseja hapa, hajaoa. Akingali kijana wa miaka 14, 14. Tunasikia vizuri? Ana miaka 14 hapa ndugu Branham. Ndipo nilikuwa nimetoka kuwinda wakati mmoja, jambo ambalo linaonekana ni asili ya pili kwangu. Unasikia vizuri? Asili nyingine ya mwanadamu katika mwili. Yaani tunavyozaliwa. Sikia huko. Jinsi tunavyozaliwa hapa, kila mtu yuko na asili ya kwao, ya baba na mama. Sawa? Lakini hapana ile asili ya dhambi. Kuwinda ni dhambi. Tuko tunaelewa vizuri. Tunaelewa maandiko ya nabii. Hii asili ambayo inaongelewa hapa sio ya kunywa pombe, ya washarati na nini.
alikuwa na asili ya pili ya kuwinda, kwa sababu ukoo wa Abrahamu walikuwa wawindaji. Ni dhambi? Eske kuwinda ni dhambi? Huko nasikia hiyo asili ya ambayo unairisi kwa ya kimwili ya ukoo. Usituambie ya kuzini eti unakuta ukoo wote babu walikuwa na wake 3 4, unakuta babu alikuwa na watoto 30 wengine 40. Ile ni pepo. Unasikia vizuri? Ni pepo ile. Bitokeba mweto bino cholo ananga bina malombi nongina kashwa ni bana malombi. Mimi madini zingine zinakuja zinaruhusu eti ukiwa na uwezo wako tu, hata ukiwa na wake 4 sawa. Ili mradi uwatimizie tu. Ona ule mpagani. Mtaenda kuzimu. Tunasikia vizuri? Hakuna dhambi yenye haitahukumiwa kwa wakati wa leo. Tunasikia vizuri? Sikia. Nilikuwa nimetoka kuwinda wakati mmoja, jambo ambalo linaonekana ni asili ya pili kwangu, kupenda kuwinda. Asili ya Abrahamu hiyo Le Branham balikuwa na asili ya nini? Ya kuwinda. Ukoo wa Abrahamu walikuwa ni wawindaji. Tunasikia vizuri? Na ndo maana batu wakikosa Roho Mtakatifu, ukoo wenu kama mulikuaga bazinzi, na watoto wenye watakuja kuzaliwa huko mwenye atarisi ile pepo. Chini damu. Tunasikia vizuri? Kaini iko wapi leo? Iko hapa duniani? Kuwana. Kuwana iendelei? Sinaendelea? Damu inaendelea. Ukoo wa Kaini hadi leo. Nami nilikuwa huko nje nikiwinda na kijana fulani, Jim Paul, rafiki yake huyu. Jim Paul, mtoto mzuri. Alikuwa kijana mzuri. Unasikia vizuri? Rafiki yake huyu. Banatoka kuwinda naye, Jim Paul. Jim Paul. Sawa? Ni waiwai saa zinaenda. Nafikiri mtoto wake huja hapa kanisani. Hapa alikuwa shakuwa mtu mzima, Si walikuwa watoto wadogo kule, hapa ishakuwa 63. Basha kuwa watu wazima. Kila mtu aisha kuwa na watoto. Nafikiri mtoto wake huja hapa kanisani. Maskini Jim na jamaa mzuri na jamaa nzuri ya watu. Unasikia? Huyu Jim Paul alikuwa na familia, alikuwa na jamaa nzuri. Familia nzuri? Alikuwa na jamaa au familia nzuri huyu Jim Paul, rafiki yake Abraham. Yaani wacha Mungu. Nabii anasema tuko na mtoto wake kijana wake mwana anakujaga hapa kanisani. Hakuamini ujumbe wa wakati? Unasikia huko? Huko nasikia njia za nabii. Mimi nakwambia hakuna mwenye atanyakuliwa kwa wakati wa leo kama hakuamini ujumbe wa wakati. Sikia huyu Jim Paul ambao walikuwa watoto waliishi na Abraham wakingali watoto wadogo. Lakini Mungu akajua kwamba kwenye viuno wake kutakuwa watoto ambao watakaokuja kuamini ujumbe wa Abraham. Anasema hapo. Nami nilikuwa huko nje nikiwinda na kijana fulani, Jim Paul, mtoto mzuri. Nafikiri mtoto wake huja hapa kanisani. Maskini Jim na jamaa nzuri ya watu. Unasikia huko Ninaijua jamaa ya Paul. Mimi na Jimmy tulilala pamoja na kuishi pamoja tangu tulipokuwa wavulana wadogo shuleni. Unasikia huko Bakamarade. Tangu shuleni. Unasikia vizuri? Unaona kisi Mungu anafanyaga. Banaishi kule kwa masomo, wanaenda kwa masomo, yule baba kolege wa shuleni, kumbe ni wateule. Unasikia vizuri? Kumbe ni wateule. Jim Paul iko naishi na Branham pale, nabii ambaye anazidi Isaya. Unasikia vizuri? Branham alikuwa anajua vyote hivyo. Lakini Mungu alikuwa anajua wewe Jim Paul uko na nabii mkuu hapo, hata kama kingali mtoto mdogo. Huyo hapo ni nabii mkuu zaidi ya Musa. Kuanzia Enoch.
Unasikia vizuri? Yes. Mimi na Jimmy tulilala pamoja na kuishi pamoja tangu tulipokuwa wavulana wadogo shuleni. Tumeachana kwa yapata miezi 6 kwa umri. Unasikia huko eh? Yaani Branham alikuwa anamzidi huyu miezi 6 mwaka. Yake ni mwaka huu mmoja. Miezi ndo wanatofautiana. Tunasikia vizuri? Ina maana Branham alizaliwa tarehe ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 4 99. Sawa? Na huyo Jim Pool akazaliwa mwezi wa sino miezi 6. Sino hivyo. Jim Pool naye akazaliwa mwezi wa 10. Sino hivyo? Tofauti wa miezi miezi 6. Branham alimzidi miezi 6 huyu frere Jim Pool. Tumeachana yapata miezi 6 kwa umri. Basi Jimmy aliachilia bunduki yake ikafyatuka, nayo ikanipiga risasi katika miguu yote miwili, akiwa karibu sana nami kwa bunduki. Nasikia kile kisababisha ndugu Branham aenda alazwe. Jim Pool wakati anasharge bunduki, kwa sababu walikuwa wanawinda, akapiga. Sijui tunaweza tukaieleza aje kwanza. Kama alikuwa bado anasharge hivi, anapiga hivi, kama ndio ikafyatuka ikapiga Frere Branham kwenye miguu. Sawa? Amen. Nayo ikanipiga risasi katika miguu yote miwili. Akiwa karibu sana nami kwa bunduki. Nilipelekwa hospitalini na kule nikilala kule nikifa. Unasikia Branham eh? Alikuwa kufa. Tu unasikia? Branham alikuwa kufa na ile yote maumivu ya masasi. Mtu iko hoi kwa hospitali. Branham alisema na zile huduma za hospitali hazikuwepo kama zilivyo leo. Sikia nabii, nikilala kule nikifa, hakukuwa na pensilini wala chochote katika siku hizo. Sikia ya maumivu. Hata hii yenye wanapiganaga kule banaitaka hii ya kutokusikia maumivu. Anesthesia hakuna. Si maumivu tu itakuua. Wafikiri sasa ni mchezo wewe. Inapasuaga miguu, inaingia kidogo, kitoka huko, inapasuka hivi. Sawa? Sasa ziko na ruka kabisa. Naam, sasa wao waliniwekea kitambaa cha mpira chini, nami najua usiku huo walikuwa wanifanyie upasuaji asubuhi yake. Sinaona hospitali wanafunga mtu hivi, wanakuwa kitanda ndio wanafunga kile kinalicha veri ili vitambala kwa ajili ya operation. Wakapanga kwamba asubuhi ndio atapita operation. Walichukua tu na kulisafisha lile jeraha, huku vipande vikubwa vya nyama vimelipuliwa. Nao wangechukua makasi na kuvikata, yani ni mikasi. Wakachukua ile mikasi na kuvikata vile vinyama. Maumivu hakuna anesthesia hivi. Uko unasikia maumivu? Hakuna anesthesia. Yaani inaingia kukata minofu ya mtu hivi, kaka unakata nyama hivi. Sawa? Amen. Nami ilinibidi kushikilia mikono ya mwanamume fulani. Unasikia huko eh? Banakata huko Branham anashikilia, maumivu makali. Sawa? Amen. Nao walikuwa na Frankie Itch. Alijiua tu hivi majuzi. Nao iliwabidi kushikilia, kukwatua mikono yangu kutoka kwenye viwiko vyake walipomaliza. Unasikia huko eh? Yaani ile kumshikilia yule jamaa huyu mwenye alijiua, baadaye akawa ameganda kule Branham. Jivate akakuminina. Unasikia vizuri? Amen. Atoki ile mikono ilikuwa itoki, ilibidi tena waganga waende watoe mikono kwa nguvu kwa yule jamaa.
Sikia, nilipaza sauti na kulia, huku nimeshikilia namna hiyo, nao wakikatilia mbali sehemu hiyo ya mguu. Unasikia? Tangekuwa mlemavu huyu. Unasikia vizuri? Banakata kabisa. Mganga wa kweli ndio kisha lafanyaga vile, na ndio kupona kwa mtu. Branham alisema dawa nzuri ni ile yenye unakunywa, ukikunywa inaenda kufanya vibaya, kwa sababu ndo inaenda pambana ile mikrobe yenye nakusumbua. Si ni vita? Lakini ukikunywa dawa na unasikia aleza, ni agongo, isha expire. Dawa nguvu ambayo iko kali na ambayo inasaidia maumbile ya mwili, inaendaga kupiganisha vile vidudu ambavyo vinakusumbua, ile sehemu ambayo iko maumivu. Dawa inaenda piganisha wale wadudu hatarishi. Unasikia? Amen. Nabii anasema nilipaza sauti na kulia, huku nimeshikilia namna hiyo, nao wakikatilia mbali sehemu hiyo ya mguu. Nilikuwa na umri wa miaka 14, mvulana tu, 14. Unasikia vizuri? Nalala? Hapana. Sikuwa kuuliza. Alikuwa na miaka 14. Bado akingali kijana tu. Basi usiku huo nilijaribu kulala. Hiyo siku yenye walimfanya operation asubuhi, usiku yake sasa akalala. Si maumivu makali, lazima utala. Nao niliamka, kitu fulani kama maji kilianguka. Unasikia vizuri? Basi damu ikatoka karibu nusu galani. Unasikia huko? Amen. Damu ilitoka, yani ni kipande cha garo. Tunasikia vizuri? Karibu nusu galani na kisia ilitoka kwenye hizo vena, hiyo mishipa ya damu. Nao walipiga x-ray, nao wakasema ile risasi ilikuwa imekaa karibu sana na mshipa wa damu pande zote mbili. Hata mkwaruzo mdogo tu ungeukata moja kwa moja sehemu mbili, nami ningeanza kutokwa na damu. Unasikia vizuri? Shida ilikuwa kwamba wakati walipiga zile risasi, kuna risasi ambayo ilienda ingia hadi kwenye mishipa ya damu. Yaani kama wangetoa vibaya ile risasi ingekata mishipa ya damu. Na kule kukata kwa mishipa ya damu ile ndio kuisababisha damu iwe natoka. Nusu ya galoni ya damu. Huko mtu tena huko. Sawa? Vema, nikawaza huu ndio mwisho wangu. Na kisha niwaza nakufa kweli. Ndipo nikaweka mikono yangu chini namna hii na kuinua, huku damu inatiririkia mikononi mwangu. Nilikuwa nimelalia damu yangu mwenyewe. Kwa nasikia kitanda chote popote kwenye alikuwa pale ni damu. Nikaita, nikapiga kengele. Unasikia vizuri? Akapiga kengele kama ile siku hizo wanaweka ile sasa iona? Wanaweka ile wanaweka mkononi hivi. Sawa Kipindi kile ilikuwa kengele. Unaona sianza kisi nenda. Afrika yetu iko. Inakuwaga huko. Daktari! Au tena ule mwenye anakulinda ndo anaenda imuita daktari. Lakini huku ni kubonyeza tu, daktari anajua kwamba namba fulani, chumba fulani inahitajika. Si ni kweli? Nikaita, nikapiga kengele. Nesi akaja. Naye akaipanguza tu kwa taulo kwa maana wasingeweza kufanya kitu. Basi asubuhi yake katika hizo hali za kuzoofisha hawakuwekea damu siku hizo. Huko nasikia? Na damu hawakumwe. Sisa pungua mwili. Hakuna eti waenda wachukue tena sashe ya damu ili wamuongezee. Haikuwepo. Hawakuwekea damu siku hizo, mwajua. Kwa hiyo wao wakanifanyia upasuaji. Ndipo wakanipa nusu kaputi. Sawa? Amen. Ile ya kulala sasa. Ndio ya nusu kaputi. Anesthesia. Sawa?
Nami ile nusu kaputi ya kale, nadhani mnakumbuka, ilikuwa nusu kaputi ya kale. Basi nilikuwa kwenye nusu kaputi hiyo. Nilipopata fahamu, nilikuwa ninatoka kwenye nusu kaputi hiyo baada ya masaa 8. Unasikia? Amen. Yaani ilikuwa ni anesthesia hatari. Yaani unapigwa sasa hivi baada ya kuzinduka tena baada ya masaa 8. Sawa? Amen. Iliwabidi kunipa nyingi sana. Unasikia vizuri? Walifikiri nisingeweza kuamka. Wasingeweza kuniamsha. Nabii anasema, ninakumbuka Bibi Rhoda alisimama karibu nami huko hospitalini. Sitamsahau mwanamke huyo kamwe, hata kutukie nini. Unasikia? Amen. Huyu mama alikuwa pamoja na Branham. Bateule hapa. Unasikia vizuri? Sitamsahau mwanamke huyo kamwe, hata kutukie nini. Nisingeweza kamwe kumsahau. Yeye alikuwa tu ni mwanamke kijana wakati huo. Mumewe alikuwa msimamizi kule chini kwenye kiwanda cha motokaa. Nami namkumbuka akisimama karibu nami, yeye na Bibi Stewart. Nao ndio ambao kwa kweli walilipia gharama yangu ya hospitali. Unasikia huko? Amen. Unasikia wenye walimlipia Branham? Nakisha. Haleluya. Bibi Stewart. Sawa? Amen. Na bibi nani? Anaitwa nani? Brother. Wao wadada kipindi kile walikuwa bado mabinti, ndo wenye walinilipia ndugu Branham bili ya hospitali. Unasikia vizuri? Bateule hapa. Branham anakuambia siwezi kawasahau hata kuwe ni nao ndio ambao kwa kweli walilipia gharama yangu ya hospitali. Mimi hatukuwa hata na chakula nyumbani. Kwa hiyo tungeliwezaje kugharamia gharama ya hospitali mamia ya dola? Unasikia huko mamia ya dola. Leo ni maelfu. Ukichukua hii mamia ya dola kipindi kile iko na miaka 14. Leo ni maelfu ya madola ukikonverti. Sawa? Wewe unaona huko anashituka kwanza, hiyo mamia utaipata wapi? Si ndio ilikuwa hata zamani Tanzania upate 5,000 wewe 500 1,000 ya Tanzania kipindi kile, na kule kwa sababu kipindi kile shilingi moja ilikuwa inafanya kazi. Yaani unapata 5,000 hivi ni malaki. Sio kweli? Amen. Hapa hizo za Kongo twenda ananunua dagaa na milioni. Sawa? Lakini yeye kupitia shirika la kanisa lake la Ku Klux Klan wakanilipia gharama ya hospitali la Mason. Unasikia vizuri? Hii Klux Klan ni kundi fulani ambayo ilikuwa hapa. Ndio alikuwa anasema eti hii ndio wengine wanasemaga kwamba eti Branham iko Freemason. Hii kundi ambayo ilienda kumlipia kule kwa hospitali. Sheruko nalala? Kwa nasoma. Hawa Klux Klan so wanaandika Mason, ba Freemason. So wanaandika Mason. Ilikuwa kundi kipindi kile. Sawa? Bakabali. Si ndio wanafanyaga wa Freemason? Sio kweli lakini. Hawaoni wasanii huku mitandaoni wenye wanapatia babajane, bayatima. Tunasikia vizuri? Amen. Tuko tunaelewa? Na ndio kisi walifanya kwa ndugu Branham. Ndio kisi wanafanyaga wakipewa pesa kule kwao kule, abakulagi zote wao peke. Wanasaidia na wengine. Kuna gonga kichwa. Wakanilipia gharama ya hospitali na Mason. Siwezi kamwe kuwasahau. Mnaona? Hata wafanye nini ama chochote kile. Ni ngali kuna kitu fulani na jambo hilo nalikumbuka daima. Mnaona walichonifanyia. Nao wakalipa ile gharama kwa Daktari Reader. Yeye angali anaishi hapa katika Port Fulton. Angeweza kuwasimulia hadithi hiyo.
Nasikia huko Daktari mwenye alikuwa anamtunza hii kipindi alikuwa bado akingali hapa 63. Sawa? Tunaelewa? Nilipotoka kwenye nusu kaputi hiyo, kuna jambo fulani lililonipata pale. Daima nimeamini lilikuwa ni ono. Nasikia huko wakati alipokuwa mwile anesthesia ile ya masaa 8 anaenda huku anamfanyia operation. Hajui chochote. Kule akapata ono. Daima nimeamini ilikuwa ni ono. Maana nilikuwa nimezoofika sana. Nami wao walifikiri ninakufa. Bibi huyo alikuwa analia. Unasikia huko? Amen. Nilipoyafungua macho yangu kuangalia, niliweza kumsikia akizungumza. Ndipo nikarudi usingizini, kisha nikaamka mara 2, 3. Alafu basi nikapata ono wakati huo, na baadaye nilikuwa dot. Nasikia? Yapata miezi 7 baadaye, ilinibidi kwenda na kutolewa pamba kwenye jeraha za risasi na nguo za kuwindia zenye gilisi miguuni mwangu. Sawa Sinile wanapewa sasa ndio aoshewe. Si appointment hii. Sikie. Yule daktari akuzitoa zile nguo ambazo zilikuwa mabandaje yani. Na kwa hiyo damu ikapata sumu. Unasikia vizuri? Silikawia. Dawa manta kuchapa. Kaa vizuri. Unasikia vizuri? Wakati ile wa kutoa ile bandaje ambayo ilikuwa imeshakawia pale baada ya miezi kadhaa. Nabii anasema damu yake ikapata nini? Sumu. Na kwa hiyo damu ikapata sumu. Miguu yote miwili ilikuwa imevimba na kukunjamana chini yangu. Nao walitaka kuikata miguu yote miwili kwenye viweo vyangu. Unasikia huko? Kidogo wamkate miguu? Afrika wasingekata. Kwetu Afrika wasingekata. Baganga msiwe presse. Vitu vingine mnaacha kwanza Mungu. Tunasikia vizuri? Nami tu nikasema la, sogeeni juu zaidi mkaikatia hapa juu. Unasikia huko? Na Abrahamu akaona hata hakuna mwaye, waikate tu. Tunasikia vizuri? Tungekuwa na nabii mlemavu mwenye hana miguu. Tunasikia vizuri? Nikasema la, sogeeni juu zaidi mkaikatia hapa juu. Hata nisingeweza kuvumilia jambo hilo, mnaona? Na kwa hiyo hatimaye Daktari Rida na Daktari Pirtol kutoka Louisville walinifanyia upasuaji, wakaikata mle ndani, wakaitoa. Na siku hizi nina miguu mizuri sana kwa neema ya Mungu. Unasikia huko ile sumu sasa wakaitoa, lakini walipasua mule miguu mule. Upasuaji ambao walimfanya wa kuondoa ile sumu, ile damu ambayo ilikuwa imeshaambukizwa na sumu itolewe. Na Biblia inasema na siku hizi nina miguu mizuri sana kwa neema ya nani? Ya Mungu. Lakini kwenye lile ono la mwisho nilikuwa nalo, ono la kwanza nilipojirudia alafu nikaingia katika njozi. Nami nilifikiri nilikuwa kuzimuni, dhahiri tu. Tunasikia vizuri? Amen. Branham anasimulia sasa wakati anaenda kuzimu. Sawa Ndugu fulani kwenye kusanyiko anasema, "Samahani bwana. Kuna mwanamke hapa ambaye amezirai papo hapo." Unasikia huko? Alifaa kusikia tu hizi shuhuda za Branham. Ule mtu anazirai. Ni huzuni. Tunasikia vizuri? Ni huzuni. Aliposikia hizo zote taarifa, maisha ambayo Branham amepitia, mtu kula kazirai. Nabii anasema vema, mtu fulani na amwekee mikono naye labda ampeleke kwenye hewa. Sasa yeyote anayesimama pale, weka mikono yako juu yake na tuombe. Nasikia Branham huko. Mimi nakwambia hata mtu anguke hapo usitetemeke. Unaanza hapana. Weka huyu alizirai muibada. Branham iko na ubiri, mtu anazirai kule. Muibada hivyo
Akasema achana, hiyo ni pepo. Ale muwekee mikono pana tuombe pamoja. Sio kweli? Mtu fulani anamwekee mikono naye labda ampeleke kwenye hewa, yaani kuventilator, kufedi. Sasa yeyote anayesimama pale, weka mikono yako juu yake na tuombe. Anaanza omba. Sawa? Tunaenda 69 sasa. Sasa katika wakati huu, kama nilivyokuwa na ono hili na nilifikiri ya kwamba nilikuwa nimepita kutoka maisha haya nikaingia katika mateso. Basi miezi 7 baadaye, hapa kwenye hospitali ya ukumbusho ya Clark County nilifanyiwa upasuaji wa pili. Mwingine wa pili? Na wakati huo nilipopata fahamu, nilizani nilikuwa nimesimama magharibi. Nikapata ono jingine. Basi kulikuwa na msalaba mkubwa wa dhahabu mbinguni. Tunasikia vizuri? Watu ruki. Watu hapa tushaingia sehemu nyingine. Tuende hapa 77. Tuende 77. Okay. Kuna wakia dakika 7 tumalize. 77 inasema hivi. Basi sasa katika jambo hili nawaambia kilichotukia. Katika lile ono nililopata nitarudi nyuma, maana niliingiza hayo maono mawili. Unaona ilikuwa changanya kuwaonyesha juu ya moja ya hayo. Nilikuwa niende huko magharibi. Daima nimekuwa na shauku ya jambo hili. Basi sasa kusudi la ujumbe asubuhi ya leo ni kulijulisha kanisa katika kila kitu ambacho ataniruhusu nilijulishe kanisa kadiri nijuavyo mimi mpaka ile ninapoendelea. Basi hili lilinijia, kwa hiyo nilitaka kulijulisha kanisa. Naam, hii ni kwa ajili ya maskani haya peke yake. Mnaona mahali hapa. Naam, basi katika ono hili la kwanza, haya ndiyo yaliyotukia. Anaanza sasa kusimulia yenye aliona. Basi baada ya hilo ono kunijia, nami nilikuwa mdhaifu sana na nilikuwa nimepoteza damu hiyo yote. Kisha nikaenda, nilifikiri ninatumbukia katika umilele usio wa mwisho. Unasikia Branham? Kuzimu kwenye aliye? Kuzimu kwenye alipelekwa. Ilikuwa ni nini? Ni umilele usio na mwisho. Sikia. Wengi wenu mmenisikia nikisimulia jambo hilo hapo kabla. Ina maana hii 63 kuna jumbe zingine alihubiri, alizisema kabla ya hii 63. Ni wewe wa kutafuta sasa kwenye alisema hivi. Wengi wenu mmenisikia nikisimulia jambo hili hapo kabla. Huku ninatumbukia katika umilele usio na mwisho. Unasikia? Kuzimu kwenye alienda. Kwanza nilikuwa nikipitia kwenye kitu kama mawingu. Unaona kisi mtu anaenda kuzimu Amen. Anaanza kuona kama mawingu. Sawa? Branham anasema kuzimu iko sehemu dhahiri kama gisi tunavyoonana hapa. Sawa? Amen. Kitu cha kwanza Kenya alianza kuona. Sawa? Kwanza nilikuwa nikipitia kwenye kitu kama mawingu, kisha katika giza. Tunasikia? Kisha katika giza. Alafu nikazama chini. Chini. Unasikia kuzimu kulivyo Wewe utaona kale kama wingu kama kama mtu mwenye iko mwanvete labda unaenda mbinguni. Baada ya kutoka ile mawingu unaingia mugiza. Kisha ndio unaanza shuka chini. Yaani unashuka sehemu ambayo haina mwisho. Nilifikiri ninatumbukia katika umilele usio na mwisho. Wengi wenu mmenisikia nikisimulia jambo hili hapo kabla. Huku ninatumbukia katika umilele usio na mwisho. Sawa? Nabii anasema hivi. Basi muda si muda nikafikia kwenye nchi ya waliopotea. Branham alifika hapo Amen. Kule kwenye Yesu alienda sehemu ya watu waliofanya nini? Waliopotea. Branham akafika hapa. Alipafika hapa. Kwenye Yesu alienda kufika.
Ni Petro wa kwanza 3:18. Pamoja? Sikia. Anasema nikafikia kwenye nchi ya waliopotea, ndipo mle ndani nikalia kwa sauti kuu. Tunasikia vizuri? Branham akaanza fanya nini? Akaanza alia. Ngoja nilete ya mzuri. Nisemaga nitakuwa naonyesha picha zote. Hii nayo inaonyesha vizuri. Na hapo Branham alienda hapa. Picha hii hapa. Sehemu ya waliopotea. Ndio huko naona? Sikia. Nikafikia kwenye nchi ya waliopotea, ndipo mle ndani nikalia kwa sauti kuu. Yeye kufika humu akaanza kwa sauti kuu, ndipo nikaangalia na kule kila kitu tu hapakuwepo na msingi juu yake, nisingeacha kuanguka. Unasikia huko? Hakuna msingi, hakuna mwisho. Sehemu ambao watu wanaenda wanapotea, sehemu ambao watu wanapotea wanaenda kuzimuni. Unasikia vizuri? Tuko pamoja? Yaani aliendelea kushuka bila ya kuwa na mwisho. Sawa? Hapakuwepo na msingi juu yake, nisingeacha kuanguka. Ilivyoonekana ningeendelea kuanguka milele. Hapakuwepo na kikomo mahali popote. Alafu basi ilikuwa ni tofauti jinsi gani na ile ono nilikuwa nimeona hapa si muda mrefu uliopita, la kuwa utukufuni pamoja na wale watu. Ile tofauti, unasikia huko Lakini jambo hili nilipokuwa ninaanguka, hatimaye nikamlilia baba yangu, bila shaka nikiwa mtoto tu. Hilo ndio ningefanya. Nikamuita baba yangu kwa nguvu, na yeye baba yangu hakuwa kule. Unasikia? Analia baba, hakuna. Tuko nasikia vizuri. Hivi iko anaendelea kushuka, iko mugiza. Hadi leo watu wenye wanaenda ndio kisi wanaona kule kuzimu. Tuko tunasikia vizuri. Mimi nakwambia maneno mtu anaweza kaona ni kawaida hivi kwa sababu hayafiki ile maeneo. Watu wako bana regrete hivi wangeamini ujumbe. Na hiyo baba yangu hakuwa kule. Ndipo nikamlilia mama yangu kwa nguvu. Ndipo nikamlilia mama kwa nguvu. Jamani, mtu anishike. Unasikia huko Amen. Hakuna. Unasikia vizuri? Amen. Wala hakukuweko na mama kule. Nilikuwa ninaenda tu. Ndipo nikamlilia Mungu basi kwa sauti kuu. Hakukuweko na Mungu kule. Hakukuweko na kitu kule. Mungu anisaidie. Baba nisaidie, Mungu wangu nakufa. Nisaidie. Sifuri. Napelekwa sehemu ya mateso. Unasikia vizuri? Ndoko ya bafreba wanaendaga benye wana ronta. Bapastere bazinzi huku ndoko ya wataenda. Sehemu ambayo kuna yani ni giza, unashuka tu. Unasikia vizuri? Amen. Mimi nakwambia hata ulie lugha zote unazozijua. Hakuna msaada huko. Unasikia vizuri? Sikia, ndipo baada ya kitambo kidogo nikasikia sauti ya maombolezi sana niliyopata kusikia. Nako kulikuwa ni kujisikia kubaya sana. Akaanza watu wanavyoomboleza kule. Aone hapo watu gizi wanalia, watu bako kumoto, haiko moto ya hivi ni pita tu. Haiko hii moto ya kuunguza ya hivi ni joto. Tunasikia vizuri. Amen. Alisikia maombolezi. Vilio. Watu wanalia kule. Si ndio kwa alipelekwa sehemu ya watu waliopotea. La région de perdi. Sawa? Ndipo baada ya kitambo kidogo nikasikia sauti ya maombolezi sana niliyopata kusikia. Nako kulikuwa ni kujisikia kubaya sana. Hakuna njia sikia. Hata moto wenyewe unaowaka ungekuwa ni faraja.
ukilinganisha na jinsi hali hii ilivyokuwa. Unasikia Branham? Hata moto huu ungwe na moto huu wa jiko ama huu wa kura, ilikuwa ni faraja kuliko moto ambao au kuliko mateso yenye alienda kuta kule. Unasikia vizuri? Moto huu ambao unatuunguza kwenye majiko au hii kura iko afadhali kuliko mateso ambayo iko kuzimuni, sehemu ya watu wanaopotea. Unasikia vizuri? Unaona kuna manenda sikia watu wenye wanakufa na Zambia. Tuko tumeelewa? Kiwango cha unasikia nabii sasa anaweza kufanya madetaye jinsi kulivyo. Hapana eti vya kuambiliwa, yeye mwenyewe wakati alipelekwa na kwa hospitali kule analazwa kule. Tunasikia vizuri? Atuenda kizika. Si tunaenda zika mtu, sisi tunaona kwamba tunaenda mwacha mkaburu, kumbe mwenzetu kule iko anateseka. Tunasikia vizuri? Yaani unapoona ndugu yako anakufa pale hospitalini, kama alikuwa mwenye dhambi, mlevi, mwenye pombe, anakufa pale, ujue huku ndo kwenye anaenda kwa mateso. Pale anapokata roho, jua tayari anaanza teseka ile dakika 5 tu. Tunasikia? Sikia. Anasema hata moto wenyewe unaowaka ungekuwa ni faraja ukilinganisha na jinsi hali hii ilivyokuwa. Sasa maono hayo hayajakosea kabisa. Hii sio uongo, bwana, nataka kuambia. Hii yenye aliona iko uongo. Yeye mwenyewe alisantire vile. Haikukuwa nafsi yake ndio inasantire. Si mwili ulikuwa unabakia pale kwa hospitali. Si ni kweli? Siki. Nako kulikuwa kumoja kwa kujisikia kubaya sana nilikowahi kujisikia. Sawa? Nikasikia kelele fulani. Ilisikika kama namna fulani ya hali ya kuzuriwa na pepo. Basi wakati iliposikika nikatazama, wakija na ilikuwa ni wanawake. Unasikia huko wanawake waliopotea. Tunasikia vizuri? Iko kule kumateso, baadaye anaweza sikia sauti kama vile mapepo. Sawa? Minakui. Akaangalia hivi, ilikuwa ni wanawake. Nao walikuwa wamejipaka rangi ya kijani kibichi. Ningeweza tu kuona nyuso zao. Nao walikuwa na vitu vyenye rangi ya kijani kibichi chini ya macho yao. Unasikia Branham huko? Walikuwa navaa makeup, wanajipamba makeup ya rangi ya vere huku chini. Waone mitaani. Ni roho za kuzimu zile. Unasikia kwenye kulitoka makeup sehemu ya waliopotea? Sehemu ya watu waliopotea. Unasikia? Na ndio maana unapoona mwanamke anaweka makeup, tayari ni roho ambayo ilitoka kuzimu kwenye Branham alienda kubaona. Unasikia Branham? Na irudili. Tunamalizia hapa. Basi wakati iliposikika nikatazama wakija na ilikuwa ni wanawake. Unasikia huko? Nao walikuwa wamejipaka rangi ya kijani kibichi. Kijani? Makeup hizi. Banaenda nunua kwa Walmart kule wanakuja kuweka mnyumba. Kuzimu. Makeup ni ya shetani? Ni ya shetani. Ni roho za kuzimu. Tunasikia vizuri? Branham wakusema hapa, roho ya shetani iko hapa duniani kwa ajili ya kushawishi wanani? Wanadamu. Na roho wa Mungu naye iko hapa duniani kwa ajili ya kufanya nini? Ya kushawishi wanani? Wanadamu. Si ni kweli? Tuko pamoja? Sikia. Nao walikuwa na vitu vyenye rangi ya kijani kibichi chini ya macho yao. Na macho yao yalionekana kana kwamba yamerudi nyuma, kama vile wanawake siku hizi wanavyopodoa macho yao. Unasikia Branham? Kama wanawake wanavyojipodoa siku hizi. Sio kweli? Ni kweli. Hawajipodoi. Makeup hazijai kule Walmart. Hawazinunui.
na macho yao yalionekana kana kwamba yamerudi nyuma, kama vile wanawake siku hizi wanavyoapodoa macho yao yakarudi nyuma namna hiyo, na ni macho yao tu na uso, nao walikuwa wakisema wiu wiu wiu. Lo, jamani, unasikia Branham? Amen. Hawa wanawake wenye aliwaona akiwa na hii miaka 10 walikuwa bado hawajazaliwa. Branham anasema baada ya miaka 40 sasa. Unasikia vizuri? Iko musoko. Anaenda na meda kuemea. Iko musoko tu pale, iko pale chini anasubiri meda alikawia musoko, anazunguka zunguka hata kusinzia. Alipokuwa pale chini tu kwa eskalier hivi, wale wenye aliwaona kuzimu ndo anaanza waona wanatoka kumeskalier, wanaanza shu. Vile alivyowaona, tutakuja kuendelea. Vile alivyowaona kwenye ile ono, anaanza baona, akasema walikuwa wadada kwa moja walikuwa wa Spanish wanatokea ku. Tunasikia vizuri? Na ndio maana mwanamke mwenye anajipodoa, na ndio maana Branham anapiga kelele sana na kukemea ni pepo za kuzimu. Tunavyo anaenda kwa dada ambaye anaweka makeup, ni roho ya kuzimu. Tunasikia vizuri? Ni roho ya kuzimu, mtu asikudanganye. Muda wetu unaishi, na Bwana barikia wachache. Kama wanavyojipodoa wanawake siku hizi. Ndio venye aliviona kule. Sio kweli? Anaweka biavere humu, anaweka huku sijui na matilo huku na kama ndo makiki anaiongeza makiki. Hawa wenye wanajiweka kwa mitandao, sitoa kuigiza. Ni roho za kuzimu zile. Tunasikia vizuri? Hawa bote wenye wanaigiza hapa mama, sijui dunia banani, bote ni roho za kuzimu zile. Tunasikia vizuri? Mimi nakwambia ukweli. Zote ni roho za kuzimu, wakifa shetani ndo anawapokea kule. Na hii sehemu ya kupotea ndo kwenye anapokelewa. Tusimame. Tusia neno la Mungu.